Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, tunamshukuru Mungu tena siku ya leo ya Jumapili nyingine katika mwezi wa 3 tarehe 16. Tumepata neema ya Mungu kupata tena nafasi ya kusikiliza somo lililo mbele yetu. Kabla sijaanza, napenda tu kusema kwamba siku chache zilizopita au wiki chache zilizopita nilikuwa nimepata maswali mengi yaliyohusiana na kurudi kwa Yesu, unyakuo, alafu na kufungwa kwa shetani. Hayo maswali niliweza kuyatuliza, siku ya jibu. Niliona itakuwa ni kazi ngumu kuyajibu hayo maswali, afadhali kuandaa somo kabisa. Ndio maana tarehe 2 tulikuwa na somo kuhusu kurudi kwa Yesu. Tarehe 9 wiki iliyopita nimefafanua habari ya unyakuo, maana yake nini katika Biblia. Sasa leo badala ya kujibu maswali ya moja moja, nataka ni hitimishe kwa somo hili la kufungwa kwa shetani, kama wengi walivyotaka kujua maana ya kufungwa kwa shetani ina maana gani, na shetani amefungwa atafungwa lini. Somo hili la kufungwa kwa shetani napenda kwanza lina sura moja tu. Watu wengi wanaofundisha somo la kufungwa kwa shetani, kuna andiko moja tu linalotumika, nalo ni Ufunuo sura ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 3. Nitasoma huo mstari. Hiyo mstari mitatu na kwenda kuisoma kwa jina la Bwana. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani. Akamfunga miaka 1000. Akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 itimie, na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache. Hii misali ndio inayoleta somo hili la kufungwa kwa shetani. Watu wengi wanaamini kwamba Yesu atakapokuja shetani atakamatwa na kufungwa. Sasa watu wanajiuliza, kwa nini sasa hivi kanisa lipo duniani Mungu hajamfunga au Yesu hajamfunga shetani, tunapata shida na shetani, alafu yeye atakapokuja kutawala dunia ndipo atamfunga shetani asiwepo? Kwa nini? Yote haya yanatokana na kutokuelewa maana ya lugha inayotumika katika Biblia. Kama nilivyotangulia kusema au kufundisha katika vipindi vilivyopita, kitabu cha Ufunuo unapokielewa kwamba kinatabiri mambo yajayo, utapoteza sana malengo na kitabu kitakuwa kigumu, na watu wengi wamejaa hofu, watu wana mashaka, watu wana maswali. Ni kwa sababu tu wanatazamia mambo mengi yanayosemwa katika kitabu cha Ufunuo wakidhani yako mbele yatakuja. Kumbe Ufunuo hautabiri. Ufunuo unafafanua mambo yaliyofanyika. Ndio shida ambapo inatokea. Ufunuo hautabiri mambo yaliyo mbele. Ufunuo unafafanua au unafunua siri zilizo nyuma, yale yaliyotabiriwa, yale yaliyosemwa. Kwa hiyo hatutazamii kufungwa kwa shetani kutokana na kanuni ya kitabu cha Ufunuo. Na kila ufunuo lazima kuna mahali unafafanua somo kutoka mahali fulani nyuma, sio mbele. Sura hii ya 20 ya Ufunuo inatoka wapi? Tunaporudi katika maandiko, tunaona unabii huu ulisemwa na nabii Isaya. Isaya ndiye aliyetabiri habari hizi katika sura ya 49. Isaya 49. Isaya 49 mstari wa 24. Na kwenda kusoma Isaya 49 mstari wa 24. Unasema hivi: Je, aliye hodari aweza kunyang'anywa mateka yake? Au jeshi lao waliofungwa halali wataokoka? Naam, Bwana asema hivi: hata jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa mikononi mwake, na mateka yake aliye jabali wataokoka. Kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu.
Nabii Isaya alikuwa anatabiri mambo yajayo. Alikuwa anatabiri mambo yajayo, na hasa alitabiri mambo ya Agano Jipya. Huyu ni nabii Isaya. Na unabii wake unasemaje? Alianza kwa maswali. Mungu anampa ujumbe kwa maswali. Je, mtu aliye hodari anaweza kanyang'anywa mateka yake, au jeshi lao waliofungwa kihalali wanaweza wakaokoka? Hilo ni swali. Jibu linatolewa na Mungu mwenyewe. Anasema naam. Bwana anasema hivi, hata jeshi la waliofungwa, jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa mikononi mwake, na mateka yake aliye jabari wataokoka. Anazungumza nini? Huyu mtu hodari ambaye ana jeshi lake, ana wafungwa wake, tena amewafunga kihalali, inawezekanaje akapokonywa wafungwa wake? Huyu mtu aliye jabari, yani mwenye nguvu, huyu mwenye nguvu na hodari anayesemwa Isaya alikuwa anatabiri habari za shetani. Shetani ni hodari, ni mtu mwenye nguvu, ni jabari ambaye aliyafunga mataifa yote duniani, akayafunga na kuyamiliki, akajihalalisha. Ilikuwaje? Baada ya Mungu kuteua taifa moja la Israeli, kushughulika na taifa moja la Israeli na kuyaacha mataifa mengine yote, shetani alijichukulia yale mataifa ambayo Mungu ameacha ashughuliki nayo. Shetani alijichukulia akayafanya kuwa mali yake, akajihalalishia kuwa ni mali yake. Kwa hiyo akawafunga mataifa yote, walikuwa watumwa na mateka wa shetani. Aliweza kufanya chochote anachoweza kufanya, hakuna wa kumzuia, maana Mungu anashughulika na taifa la Israeli. Mataifa yote walikuwa ni mali ya shetani. Akaudanganya ulimwengu wote usimjue Mungu. Lakini Mungu alikuwa na mpango. Ndipo anampa unabii Isaya. Anasema huyu mtu jabari aliyejimilikisha halali watu wote, mataifa, mali, hivi anaweza kapokonywa hao watu wakaokoka, wakawa huru? Isaya hakujibu, anajibu Mungu mwenyewe. Anasema ndivyo ilivyo, atapokonywa hao watu na jeshi lake, wafungwa wake atanyang'anywa, watakuwa huru, wataokolewa. Huu ni unabii, unatabiri mambo yatakayokuja katika Agano Jipya. Mstari wa 25 unasema, mstari wa 25 unasema, naam, Bwana asema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa mikononi mwake, na mateka yake aliye jabari wataokoka. Kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu. Ndio watanyang'anywa mikononi mwake. Anajivuna kwamba ametawala mataifa. Nitawanyang'anya, nitawaokoa. Ni Mungu anasema. Huu ndio unabii. Lakini ule ufunuo haukuwa unabii, ule ni ufunuo. Haya, unabii huu ulitekelezwaje? Unabii huu ulitekelezwaje? Maana Yesu alikuja kutekeleza unabii, kutimiza unabii. Hata kama hakutimiza yote, yale yaliyomhusu alitimiza, yale yaliyosalia aliacha yaendelee kutimizwa. Lakini yale yaliyomhusu Yesu akiwa duniani aliyatimiza kwa maneno, kwa matendo. Mathayo sura ya 12. Mathayo mtakatifu sura ya 12 ule mstari wa 29 unasema hivi. Haya ni maneno ya Yesu sasa. Maneno ya Yesu. Mstari wa 29 unasema, ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Yesu anauliza, naye anaanza kwa swali. Ukisoma habari hii kuanzia nyuma, mstari wa 22, utaona mabishano yaliyokuepo, na Yesu anafafanua kati ya falme mbili ambazo zinagombana, zinapingana, ufalme wa giza na ufalme wake. Yeye ameleta ufalme wa Mungu kuja kumaliza ufalme wa giza wa shetani. Katika mstari wa 29 ndipo nimesoma, anasema hivi, anawezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu? Tena huyo mtu mwenye nyumba ni mwenye nguvu.
alafu akaanza kuchukua vitu vyake kabla hajamfunga kwanza? Inawezekanaje? Unaingia ndani ya nyumba, mtu mwenye nguvu ana mali zake, unaanza kuchukua vitu vyake kabla hujamfunga? Inabidi afungwe kwanza ndipo uchukue vitu vyake. Yesu alikuwa anazungumza nini? Anamsema shetani. Anamsema shetani. Ukiangalia kwenye Biblia yako, kama Biblia yako inaonyesha rejea huo mstari wa 29, utaona unakupeleka kwa Isaya 49. Yesu alikuwa anatimiza unabii kwamba yale ambayo yalitabiriwa. Yesu amekuja sasa kuokoa ulimwengu, lakini hawezi kuokoa kabla hajamfunga huyu mwenye nguvu, hajamfunga huyu mwenye nyumba aliyemiliki watu. Afungwe kwanza ili ninyang'anye nitwae watu wake wote. Siwezi kuchukua kabla sijamfunga. Ni Yesu anasema maneno haya. Ukisoma Luka alinukuu naye maneno haya kwa maelezo tofauti kidogo. Ukisoma Luka sura ya 11, yeye Luka aliandika hivi. Luka 11 ule mstari wa 21. Luka ameandika hivi: mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, aliindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. 22. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyagawanya mateka yake. Mtu mwenye nguvu amejifunga na silaha, analinda nyumba yake, vitu vyake anaona viko salama. Lakini akija mwenye nguvu kuliko yeye, atamnyang'anya hizo silaha na kuteka na kuchukua mateka yake. Shetani alikuwa ni mwenye nyumba. Dunia hii ndio nyumba. Dunia ndio nyumba ya shetani. Alimiliki mataifa yote, na watu wote aliona wako salama, maana anaweza kuwatumia anavyotaka. Lakini alipokuja mwenye nguvu kuliko yeye, ambaye ni Yesu, ilibidi amnyang'anye shetani silaha zake zote, amnyang'anye na kumshinda, akawa hana uwezo, ili aweze kuokoa na kuteka mateka yake, achukue mataifa yake wawe mali yake. Huo ndio ukombozi aliyouleta Yesu. Kwa hiyo Yesu katika Mathayo na Luka, maneno haya yanaonyesha kutimizwa kwa unabii wa Isaya kwamba Yesu atakapokuja kuokoa, itabidi kwanza mkamate mwenye nyumba ambaye ni nguvu na jabari, amfunge kwanza, amnyang'anye mali zake zote, ili aweze kumnyang'anya mali zake na kuokoa watu wake. Kabla hajamfunga hawezi kufanya hivi. Swali linakuja sasa, Yesu alipokuja kuokoa alimfungaje shetani? Ina maana Yesu alimfunga kwanza shetani ndipo tuokolewe sisi. Yesu asingemfunga shetani, sisi tusingeokolewa. Je, alimfungaje? Alimfunga msalabani. Alimfunga kwa damu yake, kwa mamlaka yake. Pale msalabani alimshinda vita vilivyofanyika katika ulimwengu wa roho. Pale msalabani shetani alishindwa vita mbele ya shetani, mbele ya Yesu. Ushindi ukapatikana, mataifa yote wakaanza kuokolewa. Kwa ikiwa leo tunaokoka, ikiwa leo wokovu upo, maana yake ni nini? Maana yake mkuu wa nyumba amefungwa. Maana asingefungwa kusingekuwa na wokovu, kusingekuwa na ushindi, kusingekuwa na mateka ya shetani kwenda kwa Yesu. Haya yote yanafanyika kwa sababu shetani au mwenye nyumba amefungwa. Na shetani alikuwa ni mmiliki wa dunia hii. Kabla Yesu hajaja duniani, shetani alikuwa ni mmiliki. Alikuwa mmiliki wa dunia. Kama unafuatilia Biblia yako, nikusomee Luka sura ya 4. Yesu alipojaribiwa na shetani. Yesu alipojaribiwa na shetani, mstari wa 5
sura ya 4, Luka 4 mstari wa 5. Shetani anamjaribu Yesu. Akampandisha juu, akamuonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Kwa nini kwa dakika moja miliki zote za ulimwengu? Kwa sababu shetani ni roho, hana mipaka, yuko kila mahali. Na Yesu alikuwa ni Mungu, ni roho. Ingawa kwa wanadamu alionekana katika mwili, lakini vita hivi havikuwa katika mwili, vilikuwa katika roho. Alimuonyesha miliki zote za dunia kwa dakika moja. Maana mwili hauna mipaka, roho haina mipaka. Mstari wa 6. Ibilisi akamwambia, anamwambia nani? Anamwambia shetani. Ibilisi anamwambia Yesu, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu. Shetani anasema, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Je, shetani alikuwa anasema uongo? Hapana, haukuwa uongo. Dunia ilikuwa mikononi mwake. Hakujua kwamba Yesu anayetaka kumjaribu amekuja kumnyang'anya. Hii ilikuwa ni siri. Yesu amekuja ili amnyang'anye, na kabla hajamnyang'anya amfunge. Lile jaribu Yesu alishinda, shetani akashindwa. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba dunia hii ilikuwa ni mali ya shetani. Yesu naye katika kuwatuma wanafunzi wake kuhubiri Injili, ni kuonyesha mstari mwingine, Mathayo 10 mstari wa 5. Yesu anasema, anawatuma wanafunzi wake, mstari wa 5, hao 12 Yesu aliwatuma, akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa nini Yesu anawazuia wanafunzi wake wasiingie nyumba ya yoyote ya mtu wa mataifa, wala kwa Msamaria? Wahubiri kwenye nyumba ya Israeli tu, wasiingie nyumba yoyote ya mtu wa mataifa. Kwa nini? Kwa sababu hawa wana mkubwa wao, wako chini ya mamlaka ya shetani, na Yesu amekuja kumnyang'anya, lakini hawezi kumnyang'anya mpaka amfunge kwanza. Ndivyo ilivyokuwa. Ukisoma Marko sura ya 7, ni kuonyeshe tena, Marko sura ya 7 mstari wa 24. Akaondoka huko akaenda zake hata mipaka ya Tiro na Sidoni. Akaingia katika nyumba, akataka isijulikane na mtu, lakini hakuweza kusitirika. Ili mara mwanamke ambaye binti yake yuna pepo mchafu alisikia habari zake, akaja akamwangukia miguuni pake. Na yule mwanamke ni Myunani, kabila yake ni Msilofoinike. Akamuomba amtoe pepo katika binti yake. Akamwambia, waache watoto washibe kwanza, maana si vizuri kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Naye akajibu akamwambia, naam Bwana, lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. Akamwambia, kwa sababu ya neno hilo, enenda zako, pepo amemtoka binti yako. Akaenda zake nyumbani kwake, akamkuta yule kijana amelazwa kitandani, na yule pepo amekwisha kumtoka. Kwa nini Yesu anamkataa huyu wa kabila la Wayunani? Anasema, siwezi kukuponya kwa sababu kitu chakula cha watoto. Kwa sababu mataifa walikuwa na mkubwa wao, alikuwa bado hajamnyang'anya. Lakini yule mwanamke Myunani, kwa kuonyesha imani, wala hakukatishwa tamaa alipoambiwa yeye ni kama mbwa, Yesu aliheshimu ile imani, akamponya. Swali, Yesu alimfungaje shetani? Tunajua neno kufunga, watu wanashindwa kuielewa lugha ya Biblia. Wanafikiri tunaposema mtu amefungwa jela, hatuwezi kumuona mitaani, maana yuko jela. Anakuwa ameacha nyumba yake, ameacha familia, ameacha mji, tunasahau hata sura yake. Hatuwezi kumuona, maana yuko magereza. Biblia inaposema habari ya kumfunga shetani,
wanadhani na Mungu na Yesu atamfunga shetani asionekane, asiwepo. Hiyo sio maana ya Biblia ya kufunga. Hata wewe katika maombi yako unayenisikiliza, mara nyingi umemfunga shetani. Umemfunga, lakini shetani ameondoka, hayupo. Si bado yupo. Sasa kufunga kuna maana gani? Kufunga ni kumnyang'anya mamlaka. Tunamnyang'anya uwezo. Tunapomkuta shetani amemvamia Mkristo au mtu yeyote wa dunia, anamtesa na mapepo, tunamfunga shetani ndani ya yule mtu. Kufunga kuna maana gani? Tunamnyang'anya ile mamlaka ya kumtawala yule mtu. Yesu kuja kumfunga shetani. Shetani alikuwa na mamlaka makubwa juu ya ulimwengu. Aliwatawala wanadamu, alifanya pendavyo. Yesu alikuja kumnyang'anya mamlaka, alikuja kumnyang'anya uwezo. Ndio maana ya kufunga. Tukapewa sisi mamlaka. Kabla ya Yesu kuja hatukuwa na mamlaka juu ya shetani. Lakini Yesu akamshinda shetani, akamnyang'anya mamlaka, akamnyang'anya uwezo. Wengine wanatumia lugha anasema Yesu alipokuja duniani, alipokwenda kuzimu, alimnyang'anya funguo. Funguo maana yake nini? Wengine wanaonyesha funguo kweli zilizochongwa. Funguo maana yake ni mamlaka. Funguo maana yake ni uwezo. Yesu alikuja kumnyang'anya shetani uwezo. Alikuja kumnyang'anya shetani mamlaka ya kutawala, mamlaka ya kuwaonea watu, mamlaka ya kutawala na kumiliki. Yesu alikuja kumnyang'anya, na yale mamlaka akawapa wale watakaomwamini. Sisi tuliomwamini tumepewa hayo mamlaka. Ndio maana tuna mamlaka juu ya shetani. Yeye alinyang'anywa mamlaka, sisi tukapewa mamlaka. Ndio maana tuna uwezo wa kukemea mapepo, tuna uwezo wa kumkemea shetani, tuna uwezo wa kushinda. Sio kwamba shetani hata kuwepo, hapana. Yupo, lakini amenyang'anywa mamlaka. Katika Isaya alisema atapokonywa silaha zake. Katika Luka amesema atanyang'anywa silaha zake. Sio kwamba hata kuwepo, shetani lazima wepo, lakini asiwe na mamlaka juu ya watu wa Mungu. Isipokuwa tukimkosa Yesu, tukitegemea nguvu zetu, hatutaweza kuwa na mamlaka juu ya shetani. Atatuweza, atatumaliza. Lakini tunapokuwa na mamlaka ya Yesu, tunamweza shetani, tunamshinda shetani. Ndio maana ya kufungwa. Sio kwamba asiwepo, hapana. Katika Efeso, kabla ya kwenda Efeso, Yesu kabla hajamfunga shetani, kabla hajaenda msalabani, aliwazuia watu wasihubiri kwa mataifa, kwa sababu alikuwa bado hajamfunga. Lakini alipomfunga pale msalabani, kazi yote ilitendeka msalabani, wokovu ulipatikana msalabani. Alipomaliza kazi ya kumfunga shetani na kufufuka, alitangaza akasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Enendeni sasa kwa kila kiumbe mkahubiri Injili. Sio tena kwa mipaka, kwamba msiende kwa mataifa, msiende kwa Yunani, msiende kwa Wasamaria. Enendeni kwa kila kiumbe, kahubirini Injili. Kwa nini? Kwa sababu tayari nimekwisha kumfunga yule aliyekuwa na wamiliki. Sio kwamba hayupo, amenyang'anywa mamlaka yake. Katika Efeso sura ya 4 tuangalie. Efeso sura ya 4 tunasoma maneno haya, ule mstari wa 27. Anasema, wala msimpe ibilisi nafasi. Wala msimpe ibilisi nafasi. Tunasoma pia katika Petro 5, Petro ya kwanza 5, tunasoma maneno mengine tena pale. Mstari wa 8. Mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Shetani sio simba, ila anaunguruma kama simba. Wengine wanachanganya. Sio simba, ila anaunguruma kama simba.
Kwa nini ananguruma? Anatafuta na hangaika kutafuta mtu wa kummeza. Kwa nini? Kwa sababu amenyang'anywa mamlaka, hana uwezo aliokuwa nao kabla. Kabla asingeunguruma. Sasa anaunguruma, anatafuta watu wa kuwameza. Anaowakuta dhaifu anawameza. Anaowakuta imara wana nguvu za Yesu hawawezi tena kuwameza. Katika Efeso tumesema msimpe nafasi. Shetani anawashinda watu kwa kupata nafasi. Akikosa nafasi hana mamlaka juu ya mwanadamu, hana mamlaka juu ya Mkristo. Shetani anawaonea watu, anawashinda watu, anatesa ulimwengu kwa sababu anatumia nafasi wazi. Nimekuwa nikitoa mfano mara nyingi katika wale wanaocheza michezo mpira. Wengi hawajui kuangalia mpira, lakini wale wanaojua mpira, mtu anafunga magoli kwa kutafuta nafasi. Na watu wanasema mlinde sana huyo asipewe nafasi. Akipata nafasi ndogo atafunga goli. Shetani anatafuta nafasi ndani ya maisha ya Wakristo ili apate nafasi, ili apate kutenda kazi. Ndio maana Biblia inasema msimpe nafasi. Kwa nini? Kwa sababu amenyang'anywa mamlaka, sasa anatumia nafasi. Anaunguruma kwa kutishia ili apate watu dhaifu, ili awameze. Kwa nini? Alinyang'anywa mamlaka yake na nguvu zake na uwezo pale msalabani. Sisi tunaokoka. Kama shetani asingefungwa, tusingeweza kuokoka. Tusingeweza kuhubiri injili hadharani. Tusingeweza kutaja jina la shetani hadharani, kukemea mapepo, hata kumdhalilisha shetani mbele ya watu. Tusingeweza. Tunafanya hayo kwa sababu tuna mamlaka ya Yesu, na shetani amefungwa. Kufungwa maana yake amenyang'anywa mamlaka, au amenyang'anywa funguo. Funguo katika Biblia zina maana, au katika Ufunuo 20 tumesoma mnyororo. Mnyororo maana yake ni mamlaka. Kama vile askari anavyotumia pingu. Huwezi kushika pingu mtu wa kawaida. Pingu zinashikwa na askari mwenye mamlaka hayo. Kwa hiyo mnyororo, pingu ni mamlaka. Funguo ni mamlaka. Shetani akamfunga. Kwa hiyo Biblia inasema akamfunga miaka 1000. Kuna makosa ya kiufundi yanafanyika hapa. Watu wanasema shetani, Yesu akija atamfunga shetani miaka 1000. Wanategemea badala ya kujua kwamba ufunuo unazungumza mambo yaliyopita, wao wanachukua ufunuo wanautupia mbele. Hakuna kitu huko mbele. Shetani alishafungwa, hata kuja kufungwa. Alishafungwa. Watu wanasubiri atafungwa, hatafungwa. Ndio maana watu wanasema wakati watakapokuwa mbinguni wanakula sikukuu ya miaka 7, ambayo nilifundisha wiki iliyopita kwamba hata hiyo sikukuu ya miaka 7 haipo. Ni lugha tu ambayo wamekosea kutafsiri Biblia au kufasiri maana ya maneno yanayotumika. Alafu hapa duniani shetani atakuwa amefungwa. Kwa nini awafunge watu? Kwa nini amfunge shetani wakati kanisa limenyakuliwa? Alafu yeye anakuja kutawala. Yesu anatawala miaka 1000 sasa. Shetani amefungwa miaka 1000 sasa. Kanisa linatawala pamoja na Yesu miaka 1000 sasa. Wala Biblia haisemi 1000. Ukisema 1000 hiyo ni hesabu ya kwako. Hesabu ya Biblia ni neno 1000 lina maana yake katika Biblia kwamba ni kipindi kirefu kisichojulikana, wingi wa miaka usiojulikana. Kwa hiyo tangu Yesu alipomfunga shetani na kuruhusu watu waendelee kuokolewa, tunaokolewa vizazi na vizazi, karne na karne, mpaka leo tunaendelea kuokolewa. Watu wanaendelea kuokolewa, tunamtumikia Mungu. Maana yake maadamu bado wokovu haujafungwa, bado tuko ndani ya miaka 1000. Sio 1000. Tuko ndani ya miaka 1000. Neno 1000 ndivyo linavyotumika katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani tunaelewana. Kuna vitu ambavyo vimezuka. Kuna mafundisho yanayozuka tu kwa kushindwa kuielewa lugha ya Biblia. Biblia ikisema hivi ina maana gani? Wiki iliyopita nilizungumza kwamba unaweza ukawa na kitu kwa kukosea ukafikiri kimezidi ukapunguza.
kwa kukosea ukadhani kimepungua ukaunga, kumbe ni wewe umekosea, chenyewe kiko sawa sawa. Wanadhani Biblia imekosea kuweka 1000, wao wanaongeza 1000. Tuko katika kipindi cha miaka 1000. Wiki iliyopita tuliona nizungumza habari ya majuma 70. Danieli yeye hakuona miaka 1000, yeye aliona juma moja tu. Ndani ya juma moja kuna agano thabiti lenye kuagana na watu wengi sana. Agano thabiti, agano imara. Hasa kwa sababu watu wamekosea, hawajui lugha ya Biblia inavyotumia maneno, wanadhani juma moja ni sawa na miaka 7. Sasa wanaona mbona kama inashindikana, basi hicho kipindi naona kitakuja baadaye. Hapana. Daniel aliona wokovu na agano linafanya kazi ndani ya juma moja. Juma moja ni sasa. Yohana yeye aliona miaka 1000. Ni kipindi tulicho nacho. Isaya yeye alionaje? Isaya yeye aliona tuko ndani ya kipindi cha mbingu mpya na nchi mpya. Kwa kutokuelewa unabii, watu wanadhani huko mbele zitakuja mbingu mpya na nchi mpya. Hapana. Tuko ndani ya mbingu mpya na nchi mpya kulingana na maono ya Isaya. Ezekieli yeye aliona kipindi cha Yesu, kipindi cha kanisa kitakuwa ni Edeni. Watu wanadhani huko mbele tunakokwenda itakuja Edeni. Hapana. Tuko ndani ya Edeni kulingana na maono ya Ezekieli. Tuko ndani ya juma moja kulingana na maono ya Danieli. Tuko ndani ya miaka 1000 kulingana na maono ya Yohana. Kwa sababu wokovu unaendelea, shetani amefungwa, tunamkemea. Watu wanauliza, sasa mbona shetani bado yupo? Ndiyo, yupo na ataendelea kuwepo. Nikwambie, Yesu, Biblia inasema alipokuja Yesu, tunasoma katika waraka wa kwanza wa Yohana. Nikuonyeshe, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Unasemaje mstari ule? Unasema mstari wa 8. 3:8. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa, ili azivunje kazi za Ibilisi. Yesu alikuja kuzivunja kazi za Ibilisi. Kuvunja kule kwa kazi za Ibilisi, kuvunja mamlaka yake na uwezo wake, ndio kumfunga kwenyewe. Yesu hakuja kumuondoa shetani, alikuja kuharibu kazi zake. Hakuja kumuondoa. Shetani ataendelea kuwepo mpaka siku ya mwisho, mpaka mwisho wa dunia. Kanisa litakapomaliza kazi yake duniani, na utakuwa ndio mwisho wa shetani. Maana akibaki hana mtu wa kumdanganya. Anagombana na kanisa sasa, kwa sababu kanisa lipo. Kanisa likifika mwisho, na shetani naye ndio mwisho wake. Na ni lazima shetani aendelee kuwepo. Kwa nini? Jiulize mwenyewe. Hivi shetani asingekuwepo, wewe ungeokoka? Shetani asingekuwepo, wewe ungempenda Mungu? Shetani asingekuwepo, ungekuwa unaomba? Ungekuwa unamwabudu Mungu? Ungekuwa na maisha gani? Mambo yote tunayofanya, tunamtumikia Mungu, tunahubiri Injili, tunaitwa watumishi wa Mungu, tunaomba, tunakesha, tunafunga, ni kwa sababu kuna shetani. Sasa unataka Mungu amuondoe asiwepo, alafu iwe nini? Iwe nini? Yesu hakuja kumuondoa shetani, alikuja kuvunja nguvu zake, kumnyang'anya uwezo, ili asiwe na uwezo juu ya watu wa Mungu. Watu wa Mungu tukapewa mamlaka. Tukishindwa na shetani, tunashindwa kwa sababu tumezembea, kwa sababu tumempa nafasi. Tukisimama katika nafasi zetu, shetani hana nguvu juu ya maisha ya Kristo.
tunahubiri injili, watu wamwamini Yesu ili waondokane na utumwa wa ibilisi, wamshinde shetani. Bila nguvu za Yesu huwezi kumshinda shetani. Lakini kwa wale waliomwamini Yesu, hana nguvu, anaunguruma tu kama simba. Na sisi tumeagizwa tusimpe nafasi yoyote. Shetani amefungwa. Tunamshangilia Mungu. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12, Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11, baada ya kumshinda shetani, baada ya kumshinda pale msalabani katika vita vya kiroho, ndipo lilitoka tangazo. Ule mstari wa 10 lilitolewa tangazo baada ya kumshinda shetani msalabani. Huu mstari wa 7 na kuendelea, vita vya Mikaeli na shetani, watu wanafikiri vilifanyika mbinguni. Hapana, vilifanyika msalabani. Baada ya kumshinda pale msalabani katika ulimwengu wa kiroho, ndipo tangazo likatoka, mstari wa 10. Tangazo linasemaje? Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo. Yani wokovu ulipatikana wakati huo, ufalme wa Mungu ulipatikana wakati huo, mamlaka ya Kristo ulipatikana wakati huo, baada ya shetani kushindwa na kufungwa pale msalabani. Mstari wa 11 unasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Tuliobaki baada ya Yesu kuondoka, tunaendelea kumshinda shetani kwa damu ya Yesu na kwa neno la ushuhuda. Neno la ushuhuda maana yake ni neno la Mungu, neno la Kristo. Tunamshinda shetani. Mstari wa 12, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkao humo. Sisi tunakaa katika mbingu. Ulimwengu wa kiroho unaitwa mbingu. Wanaokaa katika ulimwengu wa kiroho ambazo zinaitwa mbingu ni wale waliookoka. Wale waliookoka pamoja na mbingu washangilie kwa sababu shetani ameshindwa. Ni ole kwa wale wasio na Yesu. Ndio maana nasema ole kwa dunia, ole kwa bahari. Lakini kwetu sisi shetani amefungwa. Nimalizie ule sura ya 20 tulipoanza. Baada ya kumfunga na kutia muhuri miaka 1000 asidanganye tena ulimwengu, ule mstari wa 3 nasema, hata ile miaka 1000 itakapotimia, na baada ya hayo yapasa funguliwe muda mchache. Miaka 1000 itakapotimia, yani kipindi cha kanisa kitakapokwisha, Yesu atakapokuja, mwisho wa dunia utakapofika, wakati wa kanisa wa kukaa duniani utakapokwisha, hiyo ndiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa. Kufunguliwa, atafunguliwaje? Hilo ni somo lingine, nimefundisha katika masomo mengine yaliyopita, lakini kwa kugusia tu. Atafunguliwa, Biblia inasema atafunguliwa na kumuingia mtu mwanadamu anayeitwa mpinga Kristo. Uwezo wake wote wa shetani, maana ataruhusiwa sasa afanye kazi kwa muda mchache. Atakayemruhusu nani? Ni Yesu mwenyewe atamruhusu. Atafunguliwa. Aliyemfunga ni Yesu, atakayemfungulia ni Yesu. Atamruhusu muda mchache, na huo muda mchache hata nguvu zake ataziingiza ndani ya mwanadamu anaitwa mpinga Kristo, ili apambane na kanisa, kulirudisha, kulidhoofisha. Lakini Yesu atasimama na kanisa ili kuonyesha uwezo wake kwamba yuko pamoja na watakatifu wake. Atajaribu kuliharibu kanisa, hataweza kwa muda mchache. Kwa hiyo kufunguliwa, atafunguliwa wakati wa mpinga Kristo. Lakini sasa hivi amefungwa. Sasa hivi amefungwa. Haya ndiyo maneno ya Mungu. Nadhani kwa maelezo haya nitakuwa nimejibu maswali mengi yaliyohusiana na kufungwa kwa shetani na kufunguliwa kwa shetani. Na kwa nini Yesu alimfunga shetani? Kwa nini atamfunga asimfunge sasa? Kwa nini amfunge baadaye, amfunge sasa? Nadhani nimeshaeleza kwamba shetani amefungwa. Ndio maana tunahubiri injili. Ndio maana hatumuogopi tu. Tunatangaza habari za Yesu. Tuko katika ufalme. Tunaharibu ufalme wake. Ufalme wa wachawi, wa nguvu za giza na mamlaka ya kuzimu ziko chini ya miguu yetu. Kwa nini? Amefungwa. Kabla ya Yesu hajafa msalabani, haya yasingewezekana. Ndio maana Yesu anasema, kwanza tumfunge ili nichukue vyombo vyake.
nimfunge kwanza ili nichukue mateka yake. Kwa hiyo kama wewe ulikuwa mateka, Yesu amekuchukua mikononi mwa Shetani, maana yake amemfunga kwanza, ndio wewe uokoke, ndio wewe uishi, ndio wewe umtumikie Mungu. Haya ndio maandiko ambayo watu yamewachanganya, wanasubiri kufungwa kwa Shetani. Kufungwa kwa Shetani sio kwamba hata kuwepo, yupo, ila nguvu zake zimeondolewa. Tumepewa mamlaka sisi juu ya Shetani, na anasema msimuogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante kwa kunisikiliza juu ya somo hili, na Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji. Bado tunahitaji katika huduma yetu, tunahitaji sana support yenu. Tunahitaji sana support yenu. Tunafanya mambo haya kwa imani. Tuna kazi nyingi za kufanya. Tunahitaji vifaa, tunahitaji kupanua huduma, lakini tunahitaji watu wenye moyo wa kuchangia kwa hiari, kutusaidia. Hatupo hapa kama kanisa kwamba tunachangisha sadaka, hapana, wala hatuendi kuomba mitaani, lakini naamini wale wenye moyo na kubarikiwa na huduma hii tunawaalika kutuchangia. Tuna mambo mengi, wakati mwingine tunakwama, lakini tunaenda na imani, maana ni utumishi wa Bwana. Namba zetu zinazotumika, namba yangu mimi mwenyewe ni hii na kwenda kutajia, ya Voda 0754 041599. Narudia 0754 041599. Pia tuna namba ya ofisi. Namba ya ofisi ambayo unaweza ukapiga ikamkuta mtu yeyote, mimi au mwingine. 0769 0769 00 73 28. 0769 00 73 28. Na Mungu akubariki sana. Amen.